Mpenzi msikilizaji wetu wa Ufunuo Studio pamoja na Christian Standard, tunaendelea kukuletea mfululizo huu wa majadiliano ya mada hii inayohusu tabia ya Mungu. Mbele yako ni mimi Cyprian pamoja na ndugu Wycliffe, ndio ambao tumekuwa hapa kwa muda huu wote, na leo tunaingia kwa somo la 15. Tunakaribia pale ambapo tunaweza tukapata mapumziko katika mfululizo huu wa mijadala yetu, lakini naamini kama umekuwa pamoja nasi katika vipindi hivyo vyote vilivyopita, kuna yale ambayo utakuwa umejaribu na wewe kujiuliza katika theolojia nyingi tulizo nazo, vile tumesoma na kufundishwa, na kilinganisha na haya ambayo tumekuwa tukijadiliana. Kwa hiyo nimkaribishe ndugu yetu Wycliffe aendelee na mjadala wetu. Asante, nashukuru. Tupate ombi. Baba mwema, tunakushukuru kwa maana ya kuwa nasi tunapojifunza. Tunakukaribisha utuelekeze kama kwa Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Amen. Nafikiri tumefika katika kipindi cha pili kuelekea mwisho wa majifunzo yetu, na somo ambalo liko hapa ni kuangalia jinsi ambavyo tunapata uelewa tofauti ambao unaingiana na tabia ya Mungu ambao tumejifunza katika mfululizo wa majifunzo yetu. Sasa kwenye somo la Sodoma na Gomora katika Biblia, baada ya gharika, somo linalofuata moja kwa moja kuhusu uharibifu ni baada ya gharika. Nafikiri ni wazo la mambo ya Sodoma na Gomora, kwa maana ya uasi ambao walikuwa wameutenda. Kwa wale ambao ni Waadventista wa Sabato, kitabu kinachoitwa Pambano Kuu, ukurasa ni wa 36, paragraph ya kwanza, inasema ya kwamba God does not stand toward the sinner as an executioner of the sentence against transgression. Ya kwamba Mungu hawezi kusimama mbele ya mkosaji kama mtekelezaji wa hukumu dhidi ya uasi, but he leaves the rejecter of his mercy to themselves. Lakini waacha wakataaji wa rehema zake wao wenyewe, to reap that which they have sown, wavune kile ambacho wamekipanda. Kwa hiyo ikiwa kanuni hii inaeleweka, na tunajua kwa nini kwa sasa kanuni hii ndiyo ukweli halisi kuhusu njia za Mungu. Sheria za Mungu ni sheria za uhuru, na sheria za uhuru zimetolewa kama kanuni za uzima kwa wanadamu ambao ni viumbe wa uhuru. Kwa hiyo Mungu wa uhuru aliyeumba binadamu katika kuishi katika kanuni za uhuru hawezi adhibu mtu ambaye alimpa uhuru wa kuweza kuchagua anachotaka kukitenda. Ndio maana ya sentensi hii. Kwa hivyo sentensi hii, huo ndio muktadha mbona inakuwa ya maana katika majifunzo. Nukuu nyingine ambayo ningeweza kuisoma inatoka kwenye kitabu kinachoitwa MR. Pia hii ni kwa Wasabato. Nafikiri kwenye Wasabato angalau kuna ufafanuzi mwingi ambao tunaupata kuhusu tabia ya Mungu. Kama tungekuwa tunausoma, ungekuwa unatusaidia katika kupata majibu. Manuscript Release 14, page 3, paragraph 1 inasema ya kwamba I saw that the judgment of God will not come directly out from the Lord upon them. Sasa hii inatuelezea kwamba chochote ambacho utakiita hukumu za Mungu hakiwezi toka kwa Mungu
kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Lakini anasema but in this way, anafafanua katika njia gani hukumu hizi zinakuja kwa wanadamu ambao wamekataa njia za Mungu. They place themselves beyond his protection. Wao ndio wanaojiweka mbali na ulinzi wake. Kwa njia gani? He warns, corrects, reproves and points out the only path of safety. Kwamba anaonya, anarekebisha na anaelekeza katika njia ambayo ndio ya usalama. Then if those who have been object of his special care, ikiwa wale ambao wamekuwa katika uangalifu wake wa kipekee, will follow their own course independent of the Spirit of God, watafuata njia yao wenyewe ambao iko kinyume na mwongozo wa Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, baada ya kuonywa na kuonywa tena, wakichagua njia zao wenyewe, basi hataagiza malaika zake kuzuia makusudio ya shetani kuwaangamiza. Kwa hiyo Mungu kwa kutoagiza malaika kufanya kazi ya ulinzi, hiyo ndiyo kunyosha mkono na hiyo ndiyo kupiga Mungu anaopiga. Sasa ila malaika wapo nasi. Kwa hivyo anaposema hata waagiza, inamaanisha lazima ataagiza. Unajua Biblia inakuwa ni sayansi nzuri. Kwani inamaanisha nini? Mungu hataagiza malaika walinde wale watu ambao wameasi, lakini hiyo inamaanisha kwamba kuna kile ambacho atawaagiza wafanye. Kwa hivyo kuna amri itakayotolewa. Ni amri gani? Ya kuondoa malaika katika kituo cha nini? Cha ulinzi. Kwa hivyo hiyo ndio amri inayotolewa. Kwa hivyo Msabato unaposoma nukuu inayosema ya kwamba, kwa mfano, sijui kama nitakuwa nimeenda nje sana, lakini utaniwia radhi. Nilipata nukuu moja, mpendwa aliyekuwa nasoma kuhusu tabia ya Mungu kwenye kitabu cha wakati Mungu alipolaumiwa, akanitumia nukuu, akaniuliza, hii nukuu umeiona? Naomba niweze kuisoma, alafu nitakwambia nukuu hii mbona iko sahihi tu, alafu baada ya hapo nitaendelea. Kwa Sabato kuna kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote, Desire of Ages, ukurasa ni wa 700. Anasema, under God the angels are all powerful. Chini ya mwongozo wa Mungu malaika wako na nguvu ya kutenda chochote, wako na nguvu ya mambo yote, wana uwezo wote. On one occasion, katika tukio moja, in obedience to the command of Christ, kwa utiifu kwa amri ya Kristo. Kwa hivyo kuna amri iliyotolewa na Kristo. They slew off the Assyrian army, waliweza kuwaua maaskari wa wanamuita namna gani? Assyrian, Ashuri. In one night, katika usiku mmoja, 185,000 men, wanaume hao ambao ni 100 elfu ngapi? 185,000 ndio hiyo. 185,000 185 kwa Kiswahili. Anasema waliweza kuangamizwa katika usiku mmoja. Alafu anasema how easily, itakuwa ni kwa urahisi gani, will angels, ambao malaika, beholding the shameful sins of the trial of Christ, have testified their indignation by consuming the adversaries of God. Ingekuwa ni kwa urahisi gani ambao malaika waliokuwa wanashuhudia matokeo ya haibu ya kujaribiwa kwa shetani wangeweza kutoa ushahidi wao wa kuchukizwa na matokeo hayo kwa kuwaweza kuangamiza wale waliokuwa maadui wa Mungu. Sasa hii ndio sentensi kwamba usiku mmoja kwa amri, hiyo ndio sentensi, kwa amri ya nani? Kwa amri ya Kristo, malaika waliweza kuangamiza wanajeshi wangapi hapo? 185,000. Sasa hiyo ni kweli. Ni kweli kwamba Mungu alitoa nini? Amri. Sasa nukuu hii kwa Msabato ambaye ni Msabato ambayo ni lazy. Hivi sio kama nitakuwa nimetumia lugha nzuri ama nimetumia lugha mbaya. Msabato ambayo hataki kujisumbua, kukaa chini na kuweza kuunganisha maandiko hapa pale na hapa kidogo na hapa kidogo. Atabaki na nabii ambaye anajikinza, anajipinga mwenyewe. Atakuwa na nabii ambaye anasema kwenye sehemu hili, alafu anaenda baadaye anasema kingine.
Kwa maana huyu nabii ndiye ambaye ameandika kitabu cha Wazee na Manabii, ndiye ambaye ameandika kitabu kinachoitwa Pambano Kuu, ambao kwa mfano nimesoma Mungu hawezi. Sasa kama hawezi, na hapa aliweza aje? Kama hiyo ndio tunavyosoma, kama alisema moja kwa moja kama mtoa ghadhabu, au kama mtoa adhabu wa makosa, kwa makosa ya wakosaji. Kwa hivyo nukuu hii ipo sawa, na manuscript release hiyo uliyosoma anasema hukumu zile hazitoki moja kwa moja kwa Mungu. Kwa hivyo itakuwa ni Mungu, ni nabii ambaye anafanya tu gani? Kwa hiyo kuna mara zinatoka, ila Mungu anachofanya yani zinapita kwake kwa namna gani? Kwa sababu Mungu anazieleza kabla hazijawafikia. Naam. Kwa hiyo kipengele hapa ambacho nilikuwa nataka tukiangalia hapa ni sentence hii ya kwamba Bwana akaamuru malaika zake. Kwa hivyo tunaposoma kwenye Emari inasema ya kwamba Bwana hataamuru malaika zake kuwalinda. Hiyo sentence ikasema, hiyo sentence pia inamaanisha hivi, Bwana hataamuru malaika zake. Hapo tunaelewana? Yaani kuna kitu ambacho hataamuru wafanye, ila kuna kitu ambacho atawaamuru wafanye. Ni kitu gani ambacho hata waamuru wafanye malaika zake ambao wanazunguka mwanadamu? Ni kwamba hata waamuru waendelee kumlinda yule ambaye ameenda wapi? Nje ya mpaka wa nini? Wa ulinzi. Na kama hata amuru kuwalinda, manake ataamuru waondoke, waache ulinzi. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ataamuru sasa. Kwa hivyo kuna amri. Kwa hivyo kuna amri wanaoamuriwa, na amri hiyo nani anaitoa? Ni mkuu wao. Mkuu wa majeshi ya Mungu ni nani? Kristo. Ni Kristo. Kwa hivyo Kristo ataamuru malaika. Ila kuamuru kuangamiza mwanadamu, ni kuangamiza mwanadamu namna gani? Ni kama ile ya Ayubu, kwamba Bwana aliangamiza Ayubu kwa kumlinda nani? Ayubu, au kwa kutoruzuia shetani amwangamiza Ayubu. Kwa hivyo Mungu anapoamuru malaika wamuache mwanadamu katika uchaguzi wake, basi taandikwa kwenye lugha hiyo ambao ni ya Biblia kwamba Mungu amefanya kitu gani? Amewaangamiza, au malaika wa Mungu amemwangamiza. And by the way, sijui kama Wasabato mnajua, nabii wa Wasabato alisema ya kwamba Bwana alimuelekeza aandike mambo yote kwa lugha ya Biblia. Kama hujui hiyo basi hiyo tunajua, na kama mtu hajui labda ni kitendo cha kutafuta ajifunze. Kwa hiyo kwenye maandiko ya nabii Ellen White anasema ya kwamba Bwana alimuonyesha na akamkumbusha, na si mara moja, kwamba anafaa awakilishe mafunzo na maelekezo anayoyaandika kwa lugha ya Biblia. Sasa lugha aliyotumia kwenye maneno ni Kiswahili, ni Kiingereza. Ila anaposema kwa lugha ya Biblia hakuandika Kigiriki na Kiebrania. Inamaanisha kwenye style ya nini? Ya uandishi wa Biblia. Ya uandishi wa Biblia. Kwa hivyo kama Biblia inaweza tumia kioo, naye anatumia nini? Kioo. Kama Biblia itawakilisha Mungu kutenda kitu ambacho hajatenda, ila kuwakilisha mawazo ya wanadamu, naye ataandika hivyo. Hiyo ndio maana ya kukuwa mwaminifu kwenye usomaji wa maandiko ya Ellen White. Na akasema hivi, ikiwa mtu atakuwa na shida na chochote nilichokiandika, shida yake haitakuwa kuhusu maandiko yangu. Shida yake kuna nini? Kwenye Biblia. Kwa mfano, ikiwa utakuwa na shida ya nukuu kama hii inayosema ya kwamba Kristo aliagiza malaika aenda akaangamiza Waashuri, shida yako sio nukuu hii. Shida yako ni kesi ya Biblia. Kwa maana yake tunaambiwa kwamba malaika akakuja akafanya nini? Akawapiga nini? Waashuri ile usiku, sio? Kwa hiyo kesi tujaizungumzia, lakini nafikiri Mungu akitupea nafasi wakati mwingine kupata mazungumzo haya tutaweza kuingia kipengele hicho. Na nafikiri hiyo inatosha. Sasa kama tumeshapata jambo hilo, kwa hivyo tuna uhakika ya kwamba Mungu hakuangamiza Sodoma kwa kuwaletea nini? Kwa kumwagia moto. Yaani hiyo tu inayonyooka hivyo. Sasa kile ambacho natafuta ni kutafuta ushahidi kwenye maandiko hayo tupate jibu tofauti lisilo la kawaida kuhusu uelewa ya matukio ya Sodoma na Gomora. Sababu ya muda, nafikiri utangulizi umekuwa mrefu sana. Kwa hivyo nitafanya tu kipengele hiki kwa ufupi tu. Sitachukua sana kujikaza kutetea kitu ambacho kiko wazi. Nitatoa tu maandiko machache, baada ya hapo tutaweza kumaliza. Kitabu cha Mwanzo 1:27. Kwa Kiingereza inasema ya kwamba Mwanzo 1:27. No. Hii si Mwanzo, hii ni kitabu cha Warumi. Warumi 1. Kwenye context ya Warumi utapata alikuwa anazungumzia ghadhabu ya Mungu ilidhihirika kutoka mbinguni. Na ghadhabu hiyo ilipodhihirika inasema ya kwamba Bwana akawaacha. Sasa 27 inasema vipi?
27 anasema hivi. Nifikie hapo. Wanaume nao vivyo hivyo waliyaacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotevu wao yaliyo haki yao. Asante. Kwa hiyo tunapata hapa anatumia mtumishi Paulo akiandika kwenye kitabu cha Warumi, anatumia mambo yaliyokuwa yanatendeka kule kwenye Sodoma. Naomba niwakumbushe kipengele fulani. Kristo alipomuumba binadamu, alikusudia binadamu akuwe ni sura ya Mungu duniani, awakilishe tabia ya Baba na Mwana. Ila shetani kwa maana yake anachukia tabia ya Mungu isijulikane, akakuja akaleta udanganyifu, akapotosha akapotosha Adamu na Hawa. Sura ya Mungu ikaweza kuwa haionekani kikamilifu kwa mwanadamu. Lakini Mungu akakusudia kuweza kuendelea na ule mpango kwa kutoa ahadi ya kwamba mzao mmoja kutoka kwenye mwanamke huyu utakuja na utaweza kuharibu kazi ile ya shetani. Ndipo naye shetani akakuja na mpango bandia wa wokovu wa kuweza kuzuia Kristo asiweze kuonekana hapa duniani. Ndiposa kaingisha wanadamu katika mchakato wa uasi wa dhambi, ndiposa awaingishe nje ya ulinzi wa Mungu, ndiposa aweze kupata nafasi ya kuangamiza kupitia mambo yale yaliyotendeka baada ya gharika au wakati wa gharika. Na maanisha hivi, shetani kwa kawaida tunajua ya kwamba yeye hawezi mudhuru mwanadamu isipokuwa akapata kizuizi kinachomshikilia shetani ambao ni malaika wa Mungu na ulinzi wa Mungu uweze kuondolewa. Na jinsi tu ambavyo anaweza pata ulinzi ile kuondolewa ni wakati ambapo amemtoa mwanadamu katika wigo wa ulinzi. Kwa hivyo akatafuta namna ya kuondoa wanadamu, ndiposa akawaletea ile mambo ya michanganyo ya ndoa. Kwa mfano, tunapata ya kwamba familia ya Seth inayoitwa watoto wa Mungu wakakuja wakaunganika na watoto wanadamu ambao ni familia ile ya Kain. Wakazaa watoto ambao ni makafiri, yani watoto ambao walikuwa ni tabia yao, ni tabia ya wanadamu wa dunia hii. Na ukisoma maandiko yanasema ya kwamba ndiposa wakazaa watoto ambao ni wanefri. Na wanefri sio majitu ya ajabu kwamba vile wengine wanavyosema ya kwamba ni mchanganyo wa malaika na mwanadamu. Hamna. Lile neno kiliangalia katika mzizi wake, utapata linazungumzia katika tabia yao. Tabia yao ilikuwa ni kwamba they were violent men. Ndio maana ya neno wanefri. Sio kwamba Mungu aliangalia kwamba akaona malaika na wanadamu wameunganika kuoana wakapata watoto ambao ni wa ajabu jinsi ambavyo wengine wanavyosema. Kwa ni watu wakatili. Ni kwamba walikuja wakapata watoto ambao walikuwa ni wakatili. Lengo hapo ni kwamba tabia hiyo ndio iliyo tu kumpa shetani ruhusa ya kuweza kuwatawala wanadamu, na ndiposa akaweza kuingisha mwanadamu katika uangamivu uliotokea katika gharika. Lengo la shetani mimi nalotafuta pala ni hili kwamba alikusudia aweze kuzuia njia ambayo Kristo angeweza kupitia kuzaliwa. Kama wanadamu wangeangamizwa, basi Kristo angeweza kuonekana duniani au kudhihirishwa duniani, basi mpango wa wokovu wa wanadamu ungeweza kupotea. Ndiposa kwa njia nyingine watu tunasema ya kwamba gharika ni maji ya tumbo la mama mjamzito yalipasuka. Hivi kama naelewa, mama mjamzito huwa anakuwa na maji ambayo ndio yanakuwa nyumba ama kao ya mtoto. Yale maji yanapopasuka, matokeo yake ni kwamba yule mtoto huwa anakufa pale tumboni kama hakuwa amefika katika stage ya kuzaliwa. Kwa hivyo shetani alichokuwa anatafuta pale ni kumuua Kristo kabla hajazaliwa, ndiposa asiweze kuja duniani kuharibu kazi yake ambayo ni kazi ya udanganyifu. Katika kesi ya Sodoma na Gomora, hayo ndio ambayo unayaona pale, wakati ambapo anaingisha wanaume katika mchakato wa mwanaume kulala na mwanamume. Lengo pale ni kwamba ndiposa uzao wa mwanaume usipate mahali pa kuhifadhiwa kwenye nyumba ya mama, ndiposa mtoto akaweza kulelewa pale, kizazi kikaendelewa kukuzwa. Kupitia hicho kizazi Kristo aje kuzaliwa. Wanawake hivyo wakaweza kubadilisha matumizi ya mwanamke na mwanaume, wakaanza kuwakiana wao wenyewe. Sasa hayo ndio mambo ambayo yanatendeka katika nchi ya Sodoma na Gomora na vitongoji vilivyokuwa vinazunguka miji hii mikubwa miwili. Sasa
Pointi ya msingi ni kwamba tulisema ya kwamba mwanadamu alipoumbwa aliumbwa awe kioo cha sura ya Mungu, na mazingira yakakuwa yakakusudiwa yawe kioo cha mwanadamu. So mwanadamu alipoasi akawa tena si sura ya Mungu bali ni sura ya shetani inaonekana katika maisha yake na tabia zake, na mazingira ikawa ni kioo cha kudhihirisha ugumu wa mioyo ya mwanadamu. Hiyo lesson tunaweza ifanya wakati mwingine Mungu akipenda. Cha msingi hapo ni kwamba jinsi ambavyo wanadamu walikuwa na wakiana ndani yao, tabia hiyo hiyo ikaaksiwa au ikakuwa inawashwa au inaangazwa katika asilia, kwamba asilia nayo ikawa inaaksi tabia ya mwanadamu ambayo ni tabia ya kuwakiana. Kwa njia nyingine unaweza sema kwamba tabia ya uharibifu wa moto. Sasa baada ya hayo yote, sasa kuna vipengele hapa naomba tuvitafute viwili tumalize somo la Sodoma. Je, mazingira ya Sodoma na Gomora yalikuwa yanaonyesha hali hii ya mwanadamu ya moto wa uasi ndani yao, ama haikuwa inaonyesha mambo haya? Kitabu kinachoitwa Mwanzo, msomaji naomba unisaidie. Kitabu cha Mwanzo 14 mstari wa 3 na 10. Inasema namna gani? Mwanzo 14. Mwanzo 14 ule mstari wa 3 hadi mstari wa 10. Si hadi mstari wa 10 peke yake sababu ya muda. Hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu. Naam, kwenye bahari ya chumvi. Asante. Kwa hivyo hapa tunapata ni wafalme wa Sodoma. Tunaambia kwamba walikusanyika katika bonde. Bonde ni mahali ambapo panaenda hivi. Sasa hapa chini wakakutana hapo. Bonde hilo lilikuwa katika sehemu inayoitwa Sidim. Nao Sidim ilikuwa inajulikana kama bahari ya chumvi. Nao bahari ya chumvi inamaanishaje? Yaani ni sehemu ambayo ilikuwa imezingirwa na chumvi. Okay? Naomba uangalie mstari wa 10 inasema namna gani. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko. Nao waliosalia wakakimbia milimani. Asante. Kwa hiyo tunapata mazingira haya ya bonde ya Sidimu ambayo imejaa bahari ya chumvi ni kama ni either ni sehemu ambao Sodoma ipo ama ni sehemu ambayo inazunguka eneo la Sodoma. Sasa ni ipi kati ya hizi mbili? Ni sehemu ni ujirani au ni mojawapo wa sehemu hii ya Sodoma na Gomora? Sasa naomba tuende kitabu kinachoitwa Kumbukumbu la Torati 29 ule mstari wa 23. Kumbukumbu la Torati 29:23. Kumbukumbu la Torati 29:23 nasema ya kuwa nchi yake nzima ni kibiriti na chumvi na kuteketea. Haipandwi wala haizai wala nyasi hazimei humo, kama mapinduko ya Sodoma na Gomora, Adima na Seboimu aliyoipindua Bwana kwa ghadhabu yake na hasira yake. Asante. Sasa kuna kipengele ambacho ningependa tupate katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati hapo. Ni kwamba nchi hii inayozungumziwa hapa ni wakati ule Mungu ameweka mibaraka na laana mbele ya nchi ya Israeli. Kwa hivyo sasa hapa anatamka hali itakayokuwepo wakati ambapo binadamu ambao ni wana wa Israeli katika muktadha huo watakuweka nchi zao, mali yao, ng'ombe zao nje ya mibaraka ya Mungu kwa uasi. Anasema hiyo nchi nzima itakuwa ni nini? Kiberiti, chumvi na nini? Brimstone, salt and burning. Ambapo anasema vipi? And that it is not sown, ambayo haipandwi wala haizai wala hamna nyasi inayomea pale, kama mapinduzi ya Sodoma na Gomora, Adma, Zeboim, yaliyopinduliwa katika hasira na ghadhabu ya Mungu. Sasa hapa
vipengele ni vingi vya kuweza kuvisisitiza hapa. Cha kwanza, nchi hii imefananishwa na Sodoma na Gomora, kumaanisha Sodoma na Gomora pamoja na zile nchi ama zile town zilizokuwa zinazunguka Sodoma na Gomora, Adma na Zeboim, zilikuwa ziko katika sehemu ambayo ina brimstone, kiberiti, chumvi na moto, sawa, ambayo ilipinduliwa katika ghadhabu ya Bwana. Kipengele cha muhimu hapo ni kwamba sehemu ya Sodoma na Gomora, nchi hii yao ilikuwa na hali ya kuwa na kiberiti, chumvi na moto. Sawa? Basi kwa hiyo kumbe kiberiti kile kilikuwa kio kinaishi pale pale Sodoma. Pale. Sio kwamba Mungu ndiye alikishusha kutoka, ndiye anacho huko juu. Kwa hiyo sasa hii inaungana na ile somo la Sodoma, yani la gharika. Uharibifu ulikuwepo, bali Mungu ndiye aliyekuwa ameushikilia ama udhibiti. Lakini wakati ambapo wanadamu walitenda dhambi, wakapita mipaka ya ulinzi wa Mungu, wakaja wakabisha mlango kwenye nyumba ya Lutu na wakataka watende kitendo cha uzinifu, na wanadamu waliokuwa pale ndani hawajui malaika wako pale ndani. Ndiposa Mungu akaachilia mioto iliyokuwa inawazunguka katika sehemu hii yao na ndani ya miji yao. Yaani akaacha jukumu la kuzuia ile mioto waliokuwa wanazuia, kwa sababu tayari wao wameenda nje ya sheria ile ya uzima inayowalinda. Kwa hiyo ni kana kwamba sheria ile ilikuwa Sodoma waliamua kuitupa hapo chini. Kwa hiyo Mungu akaja kuiokota ile sheria yake, maana wao wamefanyaje? Wameikataa. Sasa tena pale pale kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati tuweze kusisitiza mambo mengine. Zaidi ya Sodoma kulikuwa na miji mingine. Huwa tunajua ule mji unaoitwa Zoari, sio? Lakini zaidi ya hayo kulikuwa na Adma na Zeboim. Kwa hivyo miji ilikuwa 5. Ila hii mingine ni vitongoji vidogo vidogo. Jambo la pili, kuna neno linaloitwa overthrow, kupindua. Sawa. Haya. Kuna neno linalosemekana kwamba alitenda haya katika hasira na ghadhabu. Sasa ghadhabu na hasira tumezungumzia hilo. Kwa ghadhabu ya Mungu ni kitu gani, msomaji, tulipokuwa tunajifunza? Ghadhabu ya Mungu tuliona kwamba ni hali ile ya Mungu kumwacha mwanadamu katika uchaguzi aliochagua kwa huzuni. Asante. Kwa hiyo inatosha kwamba ghadhabu ya Mungu ni kuachilia binadamu kwa uchaguzi alioutenda. Kwa hivyo Zeboim na Adma, Sodoma na Gomora, kilichotendeka pale katika upinduzi wa nchi ile ni kuachiliwa kwa walioyachagua. Okay? Haya. Tuende kwenye kipengele kingine. Kuna neno hapo kwa Kiingereza nasema ya kwamba ambayo Bwana alioverthrow, alipindua. Sawa? Sasa hapa nikawa nikifikiri, ili jamani, wakati mwingine huwa tunafikiri yenyewe tufikiri. Ikiwa tunaambiwa kwamba Mungu ndiye aliyepindua, sasa kwani nani aliyekuwa anashikilia ndipo sasa kuja kupindua? Ilikuwa pale tu yenyewe iko tu. Yaani ni kama tu, kwa mfano mwalimu, hii meza siko hapa. Kwa mfano meza hii iko hapa, sijui kama atakuwa anaiona. Sasa meza hii, assume hii ni Sodoma na Gomora. Kwa hivyo Sodoma na Gomora tu ilikuwa tu hapo, yani yenyewe imekaa hapo. Mungu yuko huko ameangalia vile ambao nimekaa hivi. So ikabidi akuja apindue. Yaani unaelewa? Hivyo ndio tunavyoelewa maandiko. Nani aliyekuwa anashikilia? Ilikuwa inajitegemea yenyewe. Hiyo haiwezi ingia. Haiwezi. Kwa maana vitu vyote vimeshikiliwa na nani? Vimeshikiliwa na kulindwa na Mungu kwa kutumia neno lake. Sasa kwa hiyo maanisha kwamba Sodoma na Gomora imeshikiliwa hivi ndivyo tunavyofikiria laptop yangu. Naam. Kwa hivyo hapa tunabaki na only option 2. Mimi niamue, nimekasirika, nipindue, uigeuze hapo. Unaelewa? Sasa hii na mtoto ambaye umemwelekeza kwenye njia unayotaka aende akatae, anakasirika, anamwaga chai chini na vikombe, ni tofauti gani ipo hapo? Inakuwa wote ni akili ni moja. Akili ni moja na hasira hiyo ni hiyo moja.
ila Mungu hasira yake si kama ya wanadamu. Kwa hivyo huu mfano wa kupindua kwenye hasira hivi unamwaga kama mtu ambaye anamwaga chai na thermos kule chini, kama mwanamume ambaye amekaa kwenye nyumba, mwanamke wake amemvunja TV, anapasua glasi. Unaelewa? Hiyo ndio option ya kwanza. Hiyo, lakini Mungu yeye yuko hivyo? Ila wengine watasema ya kwamba unajua hiyo ni sawa, kwa maana unajua Kristo alipoingia kwenye hekalu naye alipindua nini? Alipindua meza. Ila nikikwambia kwamba Kristo hakuinua meza kaangusha, mimi nitakusema kama nitakuwa nimekosea. Ila hiyo ni kesi nyingine tofauti, lakini kweli ni kwamba Kristo hakuchukua meza akaanza kuziangusha. Sasa Hollywood alishaingilia kazi ya Mungu. Yeye anaonyeshaga Yesu anazipindua. Yesu kwenye TV. Mtu anapoongea na reference tu iliyojipachika kwenye akili, kwenye ubongo ndani. Picha ile ya Hollywood iko kwenye akili. Inamuona Yesu yule kwenye TV anabinua meza, anamwaga nyanya, anafanya nini. Kwa hiyo sasa nafikiri maybe tuisawashia haraka tuondoke kwenye kesi hiyo. Katika usafishaji wa hekalu, Kristo alikuwa anatangaza mission yake ya kuokoa mwanadamu. Kwa hivyo kinachofanyika pale ni kielelezo cha vile ambavyo atasafisha moyo wa mwanadamu. Kwa hivyo kama alipindua kwa nguvu, then itakuwa inamaanisha ya kwamba atatumia nguvu katika kuondoa dhambi katika mioyo ya wanadamu. Mpaka pale tumeelewana vizuri? Kwa hivyo hiyo haitaingia, na kama nguvu itatumika ya kuondoa dhambi katika mioyo ya wanadamu, then hakuna mtu atakayepotea. Na hivyo pia inamaanisha ile kazi tuliyoambiwa kwamba Mungu hawezi shida uasi kupitia nguvu, imeenda kinyume. Imeenda kinyume, yote vimeshaharibika. Sasa hapa ukiangalia maandiko ni kwamba inatuambia Kristo alipoingia kwenye hekalu, alipopiga hatua akaingia kwenye zile steps za hekalu kule nje, kwenye courts pale nje, aliokota mjeredi. Sawa? Kwa ni kwa Waadventista wa vitabu vyao vinavyoitwa, kwa mfano kitabu kinachoitwa Tumaini la Vizazi Vyote, aliokota mjeredi, na wala sio kiboko. Kamba. Sawa? Kamba ambayo ilikuwa inatumika katika kuwaongoza ng'ombe na wale wanyama waliokuwa wanaletwa pale katika nini? Katika hekalu. Sasa sikizeni vizuri hapa. Kwa hivyo kamba aliyookota, kazi ya kamba ile ilikuwa ni ya kuwaongoza ng'ombe. Sawa? Sasa alipoinua ile kamba, alimpiga nani? Hakuna mtu yeyote aliyepigwa. Ila wao wenyewe walipomwangalia, tunaambiwa ya kwamba kamba ile ikawa kwao kama upanga aliyouinua. Upanga huo umetoka wapi? Ni mashtaka yaliyokuwa kwenye akili zao. Kitabu cha Methali inatuambia muovu anakimbia na wakati huo yote anayefanya kitu gani? Anayemkimbiza. Sasa alipoinua ule mjeredi, akaanza kuondoa ng'ombe kwenye nini? Kwenye baraza kule nje. Sasa swali, ng'ombe wamerundikana, watu wanakimbia, kila kitu iko hapo, ng'ombe nazo zinafukuzwa. Unatarajia nini ambayo itakuwa kwenye meza zile? Hazihitaji mtu kuziangusha. Unapovuruga ng'ombe zenyewe zitakuwa zinaanza zikiangusha nini? Popote. Ila wataandika ya kwamba akazipindua nini? Akazipindua meza. Kristo alichokuwa anafanya pale, alikuwa anafukuza ng'ombe. Kutoka wapi? Kwenye hekalu. Ng'ombe zinapofukuzwa, watu wanapokimbia, wewe kwa mfano angalia mwalimu hapa. Mimi nimekaa na meza hapa. Hapa ndio nimeweka kila kitu hapa. Nitolee mfano huu. Kuna wakati mnakula. Alafu kuku anapita. Karibu, unaona mara ambapo hastahili kuwapo. Sasa unafukuza yule kuku, au chakula kimetengwa mezani, unamfukuza kuku wakati ni mkorofi. Kule unakumfukuza atokee, huwa anatoka amekanyaga hata kwenye sahani na nini, na michuzi ikamwagika. Then aliyeko eneo la tukio, aliyeona, anao uhuru wa kuandika kwamba wewe ndio umemwaga nini? Umemwaga chakula. Umesababisha kile chakula kimemwagika, na credit kwako. Kwa sababu akamwekea Kristo kama yeye ndiye aliyemwaga zile fedha zilizokuwa wapi? Zilizokuwa hapo. Hiyo ndio maana ya kioo tena pale. Kwa maana kwamba unawekewa kioo pale, uangalie na utafakari Mungu wako unamuona katika picha gani. Sawa? Ila ukiendelea kwenye story ile ya Kristo kusafisha kwenye hekalu, walipotoka, maandiko ya huyu mama anaitwa Ellen White natuambia ya kwamba moyo wake ulikuwa unawahurumia waliokuwa wanamtoroka. Na hapa baada ya hapa nasema hivi, walipoenda masikini na waliokuwa wameteseka wakamzunguka. Akawaambia msiogope.
Unaelewa? Kwa hivyo kilichokuwa kinawakimbisha kwa hakika sio hasira ya Kristo, bali ni mtafsiri ya wao kwenye akili zao. Toshea hapo, tusikae pale sana. Neno kupindua linamaanisha kitu gani kwenye maandiko? Hilo neno la kupindua, naomba msomaji kimbia kitabu cha Samueli wa kwanza 10:9 na pia soma 6 pale. Samueli wa kwanza 10:6 na 9. Neno kupindua nitafute pale. Samueli wa kwanza. Anasema hivi, na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Mstari wa 6. Endelea. Pamoja nao, nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Haya, asante. Kwa hiyo sasa hilo neno kupindua inaweza kuwa ni mtu nambadilisha, sio? Kwa hivyo inaweza kuwa ni kweli nchi ya Sodoma na Gomora ilifanya kitu gani? Ilipinduliwa. Sasa wewe kama uko mwanaume kwa nyumba ambayo unaingia, alafu unapata watoto wanakula ubwabwa, alafu unapindua meza kwa wavuruga, wewe unaweza chukua Mungu naye anafanyaga hivyo, ndiposa uwe salama kwenye matendo yako ya asili ya binadamu, sio? Ila hilo neno hilo linaweza pia maanisha kitu kingine. Soma mstari wa 9. Ikawa alipogeuka kumwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Nazo ishara zile zote zikatukia siku ile ile. Haya. Akambadilisha nini? Akambadilisha moyo. Sikiza Kiingereza hapa. Sikizeni vizuri hapa, nasema hivi. And it was so that when he had turned his back, alipogeuka to go, naende kutoka kwenye Samueli, God, sikizeni vizuri, God gave him another heart. Mungu akampa moyo mwingine. Kwa Mungu akujagi akapindua moyo wa mtu, anakupa. Kwa hiyo neno ku overthrow inaweza kuwa na maanisha nini? Kutoa, kumpeana. Sawa? Haya, kumbuka kitabu cha Warumi 1. Hasira ya Mungu imedhihirika kutoka mbinguni, kwa maana hawakutaka utukufu wa Mungu waliokuwa wanaujua. Mungu akawaacha, kwa maana yake akawatoa, akawaachilia, akawatoa kwa yule aliyekuwa wamefanya kitu gani? Wamemchagua. Hilo neno tulifuata hilo neno. Namba tena tulifuata hilo neno hilo, mahali ambapo limetumika kinyume na kawaida tunavyojua sasa. Haya, hebu hapa. Ile kitabu cha Maombolezo. Maombolezo 5 mstari wa 2. Urithi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Wakati ambapo, angalia, nilikuwa na hii, sasa hii imegeuka kuwa ya mtu mwingine. Ni nini ambayo imefanyika hapo? Nini imegeuka hapo? Umiliki. Ni umiliki. Kwa maana nyingine, mtu mwingine amefanya gani? Ameuchukua, sio? Kwa hiyo inamaanisha either mimi ndimi ambaye nimempa, ama yule ameninyang'anya. Kwa hivyo ile process ya kitu kutoka katika nafasi ya utawala wa mtu mmoja kuendelea kuelekea utawala wa mtu mwingine unaweza kuwa unaitwa kupindua. Ni kweli.
Haya, kwa maana yake kupindua serikali. Kwa maana yake serikali nyingine inafanya tu gani? Imeingia. Kwa hivyo neno lile ya kwamba Mungu akapindua Sodoma na Gomora, unaweza amua ukaitafsiri unavyopendua sufuria ya mama jikoni anapopika ukiwa kasirika. Kama huyo ndio tabia ya Mungu anayependa. Ila pia unaweza itafsiri kwa yule Mungu wa uhuru anayeruhusu ufalme uchukuliwe. Anaupeana. Si kwa maana kwamba sasa anaambia shetani chukua. Shetani wewe ushachukua kampa shetani, basi Bwana anasema kwamba nami napeana. Inamaanisha anaheshimu uchaguzi wa mtoaji. Na mtoaji alikuwa ni nani? Ni mwanadamu mwenyewe. Ndiye anayetoa ufalme wake, anamkabidhi adui wake ambaye ni shetani. Sasa ikiwa haya yote tumeyaelewa, sasa katika muktadha huu utagundua Sodoma na Gomora ilikuwa katika mazingira ambayo yana mashimo ya chumvi, yana mashimo ya kiberiti, na moto au mioto ilikuwa ni hali ya kawaida, ila Mungu ndiye aliyekuwa anadhibiti. Kwa sababu Mungu alikuwepo, vyote hivyo vilikuwa taabu. Lakini inapokuwa imekabidhiwa chini ya mtawala mwingine, itategemea kama huyo mtawala naye yuko na teknolojia ya kuzuia mioto. Lakini kama hana, itamshinda kuitawala. Na kama pia ni adui, anapenda, ndiye alikuwa anawatafuta ili kusudi wabanike. Sasa hapo ndio mmefika kwenye open yenyewe. Ndio sasa umekizi viwango na vigezo na masharti. Sasa naomba sasa turudi kwenye kitabu cha Mwanzo 14. Msomaji, nafikiri sisi tumeshasoma, naomba tu kwenye mawazo ya msikilizaji aende pale. Utagundua kwamba bonde lile la Sidim tunaambiwa lilikuwa limejaa mashimo ya lami. Sasa lami, unapotafuta neno lami, inaitwa hiyo mashimo inaweza itwa bitumen pits ama slim pits kwa Kiingereza. Na bitumen ndio ile ambayo tunaitumia kawaida kwenye lami barabarani, ile ambayo inamwagwa pale. Na ukiprocess, ukirefine, utapata mafuta ambayo ni petroli, diesel, paraffin, everything. It's basically petroleum product. Kwa hivyo nchi ya Sodoma na Gomora ilikuwa katika sehemu ambayo ina mashimo ambayo ina mikusanyiko ya mafuta. Lakini pia ilikuwa na chumvi ambayo ina michanganyo ya kiberiti. Na kiberiti tunayozungumzia si ile kiberiti ambayo unanunua dukani, bali ni ile product inayotengeneza kiberiti ambayo inaitwa sulfur. Ambayo inatengeneza pia mambo ya hizi mabunduki, hizi marisasi zile. Ile sulfur, baruti. Kwa maana nyingine ya kwamba mafuta haya na mioto hii iliyokuwa inawaka kule na kiberiti hii ambayo iko hapa, yote ikikuwa inapatana wakati mwingi inafanya tu gani? Unakuwa na experience ya kuexplode mioto. Kwa hivyo kwenye Sodoma na Gomora ilikuwa ni kawaida, unaangalia kule moto na wako, unajua pale ni lami na nini? Kiberiti imefanya nini? Imekutana. Sasa ile ni kawaida. Ila kwenye akili zao za dhambi za kitoto hawakujiuliza mbona imewaka kule lakini haijawaka mahali nimekaa. Mbona imewaka kule kwa jirani lakini hapa kwangu kwa boma haijawaka. Hawakujua kuna Mungu ambaye anajitoa kafara kuwalinda, kuhifadhi katika ukaidi na dhambi zao wanaozitenda. Alipoondoa ulinzi wake kwa kuagiza malaika waachilie Sodoma na Gomora kwenye uchaguzi wao, wakaondoa watu wake waliokuwa pale ndani wa mwisho ambaye ni Lutu na binti zake, basi ile nchi ikaachwa kwenye rehema ya mmoja tu anaitwa Shetani. Kama kuna rehema hiyo, matokeo yake ni nini? Mioto ile iliyokuwa pale haikuwa na mpaka mahali pa kuwakia, ikapata nafasi nzuri ya kuwateketeza. Ila Mungu anapofanya hivyo, anafanya hivyo kinachoitwa kwenye hasira, na hasira katika uchungu wa kuwatazama aliyotamani kuwaokoa. Ukisoma historia ya maandiko utapata kitabu cha Mwanzo 17 kama sijakosea, Lutu aliambiwa na malaika wale, ikiwa kuna yeyote hapa ambaye anataka kutoka, fanya tu gani? Mpelekee habari, nimwambie atoke, kwa maana huu mji leo usiku unaharibika. Kwa hivyo Lutu akatembea, akazunguka utafuta mtu wa kuokoa, hadi watoto wake wenyewe wakamwambia, wewe umekuwa kichaa wewe. Huu moto tumekuwa tukiona siku zote hapa, unaongea kitu gani? Lutu akafa moyo, akaja pale kuambia malaika wamekataa, nifanyeje? Akafa moyo hata kuondoka pale katika Sodoma na Gomora. Malaika katika hali ya kuhofia maisha ya
ya Lutu ikabidi wamshike mkono wamharakisha atoka katika nini? Biblia inasema pale kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Sasa swali, kama Mungu ndiye ambaye alikuwa anaenda kuchoma ule mji, basi hangekuwa na haraka ya kumuondoa, kwa maana yeye anaenda yeye ndiye ako na control ya nini? Ya kuwasha. Ila unapoona malaika wako na haraka ya kumuondoa Lutu pale ndani, sio kwa maana Mungu alikuwa amekasirika anataka kumwaga haraka moto, ni udhihirisho wa kwamba kulikuwa na mtu mwingine ambaye ameshachukua utawala. Kwa hiyo inabidi waharakisha wamuondoe. Sasa mtu akasema, ili sasa unaposema kitu gani? Si kulikuwa na watu watatu walipoingia wakaongea na Abrahamu? Ndio, walikuwa watu watatu. Mmoja aliyekuwa anazungumza ni mwana wa Mungu, akamwambia, "Je, nitaweza kumficha nani mtumishi wangu Abrahamu kile ambacho anaenda kufanyia nini Sodoma na Gomora?" Sasa mtu akasema kwamba si unaona Mungu ndiye aliyemwambia Abrahamu naenda kuangamiza nini? Ile kesi ya Mungu si ndio alisema? Mungu si ndio alisema aliyemwambia nani? Kesi ya kusema ndio inaingia tena. Sasa sikiza. Abrahamu alikuwa anaelewa haki gani? Alikuwa anaelewa ya kibinadamu hii tulio nayo. Akili ya Abrahamu na ya kwetu ni moja. Ni moja. Sasa anapoambiwa na Mungu kwamba ninaenda kuangamiza, yeye hajui njia ya Mungu ni gani. Kwa hivyo alipokuwa anaongea na Mungu, yeye anajua kwamba Mungu anaenda kuua, ndio maana anaanza kuongea na Mungu. Kwani utaenda kuangamiza pia hadi watakatifu? Hawezi tenda haki. Kwa maana hiyo Biblia anasema, kwa hiyo anasema mwenye haki wewe. Yes. Naam. Naomba tumalizie kipindi chetu kwa kusoma nukuu baadhi kama mbili. Baada ya hapo tutaweza kuhitimisha kipindi cha Sodoma na Gomora. Nitaanza kusoma kwenye encyclopedia moja, ambayo encyclopedia hii inaitwa Britannica. Na encyclopedia hii inazungumzia kuhusu heavy oil na tar sand, mchanga wa lami. Anasema, in the ancient times, the Elamites, Chaldeans, Akkadians, and Sumerians mined shallow deposit of asphalt, all bitumen. Kwamba katika zama za kale watu wanaoitwa Elamites, Chaldeans, Akkadians, Wakalidayo na Sumerians walikuwa wanachimbua kiberiti au lami kutoka kwenye machimbo yaliyokuwa juu kwa ajili ya matumizi yao. Alafu anasema hivi, Mesopotamia bitumen was exported to Egypt where it was employed for various purposes. Katika nchi ya Mesopotamia ndio inapatikana in Babylon. Bitumen yao ilikuwa inaexportiwa, inapelekwa katika nchi ya wa Misri. Unaposema hiyo bitumen, tafsiri. Bitumen ndio lami. Sawa. Ilikuwa inatumika kwa ajili ya kazi tofauti, lakini ya msingi sana ndio iliyokuwa inatumika katika kazi ya kupreserve mummies. Mummies tunaelewa ni maiti ya wale ambao ni wakubwa wa Misri. Sasa baada ya hapo naomba tusikize, anasema the Dead Sea, ile bahari ya mfu, was known as Lake Asphaltites, from which the term asphalt was derived because of lumps of semi-solid petroleum. Kwamba Dead Sea ilikuwa inajulikana kama bahari ya Asphaltites, mahali ambapo jina asphalt natoka kwa sababu ilikuwa na migando ya mafuta nusu uji, ama semeje, kama aquazi fulani, kama uji kwenye uji ya petroleum kimiminika ambacho kiko sio maji sana, lakini kina solid kidogo na yani tope. Alafu anasema that were washed up on its shores from underwater's seeps. Lami hii ilikuwa inaoshwa, inasukuma kule katika ukingo wa bahari hii kutoka chini ya maji. Ikienda mbele wanasema ya kwamba ilikuwa nzito kiwango cha kwamba mtu anaweza simama juu na wasizame ndani ya bahari. Kwa hivyo Dead Sea ukifuatilia katika jiografia sasa utagundua kitu fulani.
region hii ya Dead Sea, hiyo ndio location ya Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora, kama sijakosea, ilikuwa inapatikana north ya Dead Sea. Kwa hivyo jiografia ya Sodoma na Gomora na ile vitongoji vyake ilikuwa ni sehemu ya moto wa aina tofauti tofauti na mafuta yaliyokuwa wanayatumia katika biashara kama leo jinsi ambavyo watu wanavyofanya. Kwa maana nyingine, silaha iliyoangamiza watu wa Sodoma na Gomora ni mali waliokuwa wanaitumia na wakakuwa na kiburi. Basi Bwana kawaachilia kwenye mali na kiburi chao, waimanage miungu yao, kama wanaweza kufurahia maisha bila yeye kuwepo. Ndiposa baada ya hapo disaster ya moto ikaweza kutokea. Basi nikimaliza nisome nukuu moja au mbili kutoka kwenye vitabu vya Wasabato. Sasa ni maajabu kwamba Wasabato mambo haya tunakosa kuyaelewa, na baadhi ya mambo kama haya yameandikwa katika vitabu vyetu. Nitaanza kwenye nukuu moja inayoitwa ni Bible Commentary ya Wasabato, volume ya kwanza, ukurasa ni wa 335. Anasema, hata leo the southern region ya Dead Sea iko rich in asphalt, inflammable gases zinazowaka moto hadi leo zinatoka chini ya miamba. Asphalt ambao ni ile brimstone inainuka kutoka kwenye surface, kutoka chini ya kaskazini ama kusini, southern part of the Dead Sea, kusini, inapatia mto huo jina linaloitwa Asphaltites in a classical time, katika siku za zamani. Massive lumps of asphalt floating on the surface are often sufficient size to support several people. Hiyo nimeshazungumzia. Kwa kifupi, asphalt, sulfur gas, hiyo inaitwa sulfur, na other combustible materials na vitu vingine, malighafi nyingine ambayo inawaka moto kwa urahisi, wakati mwingi ulikuwa unachukuliwa na kuexportiwa kwa nchi zingine kwa miaka mingi. Okay? Kwa hivyo gasi hizi za moto ni mambo yaliyokuwa yanatoka chini ya nini? Chini ya ardhi, na walikuwa naitumia katika maendeleo waliokuwa wanayafanya. Ndio utajiri uliokuwa katika Sodoma na Gomora. Kwa hivyo tunapopata kitabu cha Ezekieli natuambia kwamba dhambi ya dada yako Sodoma na Gomora ilikuwa ni kiburi, shibe, kwa sababu walikuwa wamenufaika na mibaraka iliyokuwa pamoja na wao pale, ila hawakujua mibaraka ile isipokuwa katika ulinzi wa Mungu, na wao chini ya ulinzi wa Mungu, mibaraka ile inaweza kuwa ni uharibifu na laana kwao. Basi nimaliza kwa kusema hivi, vipengele hivi viwili vya Sodoma na Gomora na kuhusu mambo ya gharika inakuwa ndio msingi wa kuanza kuelewa kwamba uharibifu wowote unaoona leo duniani wa mazingira, Mungu hahusiki kuwachoma wanadamu na kuletea wanadamu mambo ya magharika, pepo chafu zinazobomoa nyumba, bali ni udhihirisho wa uharibifu ambao umeingia katika asilia kupitia uharibifu na tabia ya uasi mwanadamu kumwasi Mungu aliyekuwa amemweka awe mlinzi na steward wa mali yake, akaamua kuingia kwa uasi na mali ya Mungu. Na baada ya gharika kutokea, mabadiliko ambayo tunayashuhudia leo katika jiografia yetu ni result au ni matokeo au ni vitoto vya gharika. Kwa njia kubwa, uharibifu unaoonekana duniani hapa, hata mipasuko ya ardhi inayoonekana katika dunia zetu, ni matokeo tu au ni watoto wanaozaliwa na yaliyotokea wakati wa gharika. Ndiposa nukuu ya mwisho itaweza kuwa ya maana sana, hasa kwa yule ambaye anaamini vitabu vya Kisabato. Kitabu kinachoitwa Spiritual Gift volume ya 3, page ya 79 hadi 80, anasema coal and oil, kaa la moto na mafuta, are generally to be found where there are no burning mountains or fury issues. Kwamba wakati mwingi makaa ya moto na mafuta wakati mwingi huwa inapatikana pamoja katika sehemu na milima ambayo inaonekana kabisa hakuna moto unaowaka na hakuna chochote ambacho
kinatoka chini. Kwa maana nyingine, unaweza pata kuna moto ambao uko chini ya ardhi, sehemu ambayo haina volkano kabisa, ila chini yake kuna mafuta na kuna nini? Makaa ya moto ambayo yamedhibitiwa kule chini. Sasa wewe ujiulize, ni nguvu za nani ambazo zinadhibiti nguvu hiyo ya uharibifu isitokee? Anasema when fire and water under the surface of the earth meet, zile za moto na ile mafuta inapowaka inakuwa moto. Ule moto unapounganika na kuchanganyika na maji, matokeo yake ni kwamba dunia hapa hii yetu inakuwa inaanza kudhihirisha vitu vinavyotokea kutoka chini ya ardhi, ambayo inaitwa fury issues, yani kuanza kutokea milipuko chini ya ardhi. Alafu anasema hii michipuko inayotoka chini ya ardhi ni kwa maana hakukui na space ya kutosha, nafasi ya kutosha chemichemi hizi za maji moto na uchafu uliokuwa kule chini utokee juu. Unapokuwa hakuna nafasi ya kutosha, kinachokuwa baada ya hapo ni kwamba dunia au ardhi inaanza kuconvulse, inaanza kutetemeka. Hiyo ndiyo maana na kusudia mitetemeko. Alafu inasema ardhi ina tremble, alafu ina heaves, inaanza mijikunjo, inainuliwa katika miinuko tofauti, na kunakuwa na mingurumo mizito chini ya ardhi, na hata hewa hapa juu, wakati ambapo ile moto inatoka chini na ile joto inakuwa ni ya joto kiwango cha kwamba inaweza suffocate, yani inafanya mtu anashindwa hadi kuishi, yani hadi kupumua, kwa maana inakuwa ndio pekee ambayo katika mazingira. Anasema akimalizia, the earth quickly opens up, dunia inafunguka kwa haraka sana. Na anasema akimalizia kwamba I saw, nikaona vijiji na miji ikiwaka moto, na mingi ya miji hiyo ikapelekwa chini katika dunia, katika ardhi chini ya mchanga. Kwa hivyo mambo ya Sodoma na Gomora ni mambo ambayo yataendelea kujidhihirisha na yataendelea kutokea kadri uasi wa wanadamu unapoendelea. Mahali ambapo hautarajii kabisa kuona uharibifu ukitendeka, mahali ambapo hautarajii kabisa, mahali ambapo utarajii kwamba utaona moto na dunia kupasuka, yataendelea kuonekana kadri dunia hii inapoendelea kuingia katika uasi. Na hayo tutayaita ni hukumu za Mungu, kwa sababu tumekuwa tukifahamu tangu kitambo ya kwamba Mungu ndiye anayeadhibu wanadamu wakati ambao wamemkosea. Ila ukweli ni kwamba ni adhabu ambazo wanadamu wanazipata kutoka kwa miungu waliokuwa wanaiabudu, wakati ambapo Mungu amewaachilia kwa vinyago walivyokuwa wanaviabudu, na hayo wanaoyapata huwa hayatoki kwake moja kwa moja. Basi Bwana aweze kuwabariki. Amen. Mpenzi msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi hiki. Haya ni mambo muhimu ambayo yanahitaji uchunguzi wetu, na Mungu ametuandikia ili kusudi sisi tuweze kumjua yeye na tumjifunze, na ametupa akili na uwezo wa kutafakari. Mara nyingi mimi ninapotafakari juu ya mada hii ya tabia ya Mungu na watu mbalimbali, najaribu kuwarejesha katika kipimo cha maandiko ambacho tumepewa cha kupima mafundisho yote. Niwakumbushe tena Isaya 8:20, waenende kwa sheria na ushuhuda, na ikiwa mtu asemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwake hapana asubuhi. Lakini pia katika maandiko ya awali, nabii anaeleza vyema kabisa kwamba tumepewa sheria kama kipimo kikuu cha kupima mafundisho yote. Kwa hiyo tukaambiwa pia sheria ya Mungu, amri zile unazoona zile ni nakala ya tabia ya Mungu. Ni kama ungeingiza moyo wa Mungu ukauchukua ukauingiza kwenye mashine ya photocopy, then upande wa pili ukapokea karatasi ambayo ingetoka, ndio ingekuja na zile amri 10. Na hakuna namna ambapo Mungu anageuka kutoka kwenye zile amri 10. Kwa hiyo ni vigumu sana kwa kutumia hayo kumweka Mungu katika utendaji kazi wa mauaji ambayo
ni kinyume kabisa na tabia yake aliyotuandikia kama nakala. Vinginevyo itakuwa Mungu anaingia katika jukumu moja la udanganyifu na ulaghai. Na maandiko yanatuambia Wayahudi wa Israeli hawakuelewa maana ya sheria ile, na Yesu ndiye alikuwa amekuja kuwafafanulia. Katika kikao kile katika mlima ambacho kinaitwa mlima wa Baraka, lile hubiri la pale, Yesu alikuwa akifafanua sheria ya utawala wa Mungu. Na tunaona zile sheria walizokuwa nazo, zile nyingine za jino kwa jino, hazikuwa zikitoka kwa Mungu. Zile ni mawazo na matakwa ya wanadamu, ndio Mungu aliruhusu yaandikwe, kwa sababu walikataa sheria yake. Ukisoma kitabu cha Hosea. Kwa hiyo na sisi kama tukiendelea kudumu kuishi katika mawazo ya kibinadamu, kudumu kufuata nyayo za Wayahudi ambao hawakuelewa maana ile sheria, Mungu ametuona kadhaa tukiendelea na mwendo ule ule. Ndiyo maana katika kitabu cha maandiko ya awali alimwambia Ellen White kutuandikia kwamba tudumu katika amri 10 na imani ya Yesu, tudumu katika ema takatifu na siku 2300. Hizo zinafafanua na kuondoa mashaka yote katika imani tulio nayo. Niishie hapo. Bwana kubariki katika jina lake mwana wake Yesu Kristo. Amina. Amina.